Kamati hiyo ikiongozwa na mwenyekiti Issa Boy Juma ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Kwale imesema kuwa uwepo wa biashara bila vikwazo kutasaidia kuimarisha biashara nchini. Vile vile wameeleza kuwepo haja ya kuimarisha kitengo cha uangalizi wa magonjwa ambukizi mpakani. As a country, if we have to improve trade in Africa, we must ensure there is efficiency of move of trade and services and goods. Also, we have realized that also the issue of disease surveillance control in this place. You are aware we had a challenge of Mpox and other diseases. We hope the surveillance of disease control in this region will be improved. Kuna kitengo fulani ambacho kiko hapa inashirikia hiyo manini swala kama hilo. Ile kitengo cha kuangalia kwamba mtu akiingia Kenya lazima apimwe, mtu akiingia lazima julikane anaingia namna gani na kama kuna maradhi fulani anatengwa. Kamati hiyo imeeleza kusikitishwa kuwa licha ya kiasi kikubwa cha ushuru kukusanywa katika mpaka huo, hamna uwajibikaji mbali na kutoa himizo kwa serikali ya kitaifa kushirikiana na ile ya kaunti ili kutafuta suluhu la kudumu. We are aware the county government, yesterday they lied, and I want to call them out. As leaders, we must be people of integrity. You remember when the governor appeared, he told us they are not charging sales or parking fees. I have seen, and I have a copy, that that trucks are paying, that carry maize are paying 1,500 shillings to the county. They are paying 2,000 for when they are transporting milk, and the one like this, the trailer, is 1,000 shillings. And they are also paying parking fees here in town. So it was unfortunate that the county government, when they appeared before us public accounts, that they lied on oath. And I hope after these revelations, the Public Accounts Committee will take action. Maseneta hao aidha wameeleza kuwepo haja ya kuimarisha miundo msingi mpakani ikiwemo barabara pamoja na upanuzi wa sehemu ya kuegesha matrela. Kuna ardhi ambayo imebakia hapa sehemu fulani ambayo kama 40 acres ni eka ngapi? 40 acres. Tutahakikisha kwamba hiyo ardhi imepewana iweze kujengwa yadi model ambayo magari yatakuwa yakipaki hapo vizuri. Kwa hivyo kupitia kwa ile mfumo wa Afrika Mashariki ya mambo ya kodi, lazima sisi kama taifa tuzingatie hiyo. Hatuwezi tukaenda juu kuliko yale makubaliano tumefanya na nchi zingine. Kenya ndio inapata faida zaidi kwa mambo ya biashara ambazo zinatoka kule Uganda kuliko zile biashara Uganda zinapata hapa Kenya. Ya mwisho, serikali za kaunti Katuzi la Busia iweze kukamilisha ile park, ile lorry park, watapata revenue yao kupitia pale. Wafanyabiashara wakiongozwa na mwenyekiti wa maafisa wa forodha mpakani Joseph Ouma wameelezea changamoto wanazopitia ikiwemo ukosefu wa miundo msingi na ushuru wanaotozwa katika biashara yao. Hata mizigo ambazo zinatoka Uganda, some of them are going transit, haziingii kwa local market, zingine zinapita zikienda. Na tena hizi mzigo zinakuwa charged at the customs gate na tena bado zinaingia katika market zinalipa cess. Mwanamke akiwa na mtoto na anataka kupita hapa, kuna pahali ambapo anatakana awe na resting point ambapo sasa anaweza feed mtoto wake, mnyonyeshe mtoto. Hatuna pahali ya kupumzikia. Kwa hivyo sasa nimewaomba waweze kutuwekea pahali. Ujio wa maseneta sehemu hii sasa unakisiwa kwamba huenda ukatoa suluhu kwa masaibu ambayo yamekuwa yakiwakumba wafanyabiashara katika kaunti ya Busia. Kutoka kaunti ya Busia, naitwa Rogers Omondi.